Lakini katika mwendelezo huo wa msako ambao unaendelea katika mkoa huu wa Mbeya, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Mwinyi Juma Shipuka. Huyu ana umri wa miaka 36. Huyu ni mkazi wa Soweto B na anashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana na silaha bunduki aina ya shotgun bila kibali. Mtuhumiwa alikamatwa Machi 5 mwaka 2026 majira ya saa 8:30 za usiku katika kitongoji cha Soweto, kata ya Kasanga, tarafa ya Kiwanja, wilayani Chunya. Huyo alikamatwa akiwa na hiyo silaha iliyokatwa mtutu ikiwa na risasi 8 za shotgun zenye kaliba ya milimita 12. Lakini pia katika upekuzi uliofanywa nyumbani kwa mtuhumiwa huyu wakiwa na kikosi maalum cha kuzuia matukio kama haya ya upatikanaji wa silaha, huyu alikutwa akiwa na panga moja, kisu kimoja pamoja na tochi, vifaa ambavyo vinaashiria kwamba na kumuonyesha kwamba mtuhumiwa huyu ni mwindaji haramu. Kwa hiyo ufuatiliaji zaidi unaendelea ili kufuata mnyororo mzima wa watu wanaohusika na matukio kama haya. Wakati huo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wawili. Kwanza ni Baraka George Daniel mwenye umri wa miaka 24 na Musa Israeli Mwakembe mwenye umri wa miaka 27. Wote hawa ni mafundi umeme na ni wakazi wa Buriaga wilayani Rungwe. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kuingilia miundombinu ya shirika la umeme nchini, yani TANESCO. Watuhumiwa walikamatwa Machi 7 mwaka 2026 huko katika kijiji cha Isebe, kata ya Itagata, tarafa ya Pakati, wilayani Rungwe, wakiwa wanafungua nyaya za umeme aina ya kopa kwenye nguzo za umeme za shirika hilo zilizopo katika barabara ya Katumba kuelekea Mwakaleli, eneo la Itagata, bila kibali cha shirika hilo. Nyaya hizo ni zile ambazo zinatajwa kwamba zinazuia radi ili kuathiri mfumo mzima wa umeme. Kwa hiyo upelelezi unaendelea ili kubaini mtandao wa watuhumiwa wote wanaojihusisha na swala hili la kuhujumu miundombinu iliyokwisha tengenezwa kwa gharama kubwa katika maeneo yetu. Na wale wote ambao watahusika au watabainika wataweza kukamatwa. Kwa hiyo upelelezi wa kina unaendelea dhidi ya hao ambao wanahujumu miundombinu ya serikali. Kwa hiyo sambamba na hayo, katika misako ambayo imeendelea kufanyika katika mkoa wetu wa Mbeya, yupo mtuhumiwa mmoja amekamatwa akiwa na pombe haramu ya moshi kiasi cha lita 24.5. Lakini wapo watuhumiwa wawili walikamatwa wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi kilo 25, na watuhumiwa watatu wa matukio tofauti ya mauaji waliweza kukamatwa katika msako na doria zinazoendelea katika mkoa huu wa Mbeya. Lakini vile vile watuhumiwa watatu wa matukio ya wizi wa simu wanaopora simu za watu walikamatwa, na watuhumiwa 16 wa matukio ya uporaji, uvunjaji na wizi katika nyumba mbalimbali waliweza kukamatwa kwenye maeneo mbalimbali katika mkoa huu wa Mbeya. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa rai au wito kwa wananchi na jamii nzima ya mkoa wa Mbeya, kwanza kutunza rasilimali za taifa kwa ustawi na faida ya kizazi cha sasa na baadaye. Lakini pia kwa baadhi ya wananchi wenye tabia ya uhalifu kuacha mara moja, kwani uhalifu haulipi na hauna nafasi katika jamii ya Wanambeya.